Online TV. Vijana ni nguzo muhimu na nguvu kazi ya taifa. Ili kuhakikisha nguvu hiyo inabaki kuwa chachu ya maendeleo, ni muhimu wadau mbalimbali waendelee kuwekeza katika kuwajengea uwezo kuhusu masuala muhimu ya kijamii, ikiwemo afya ya uzazi. Moja ya maeneo muhimu yanayohitaji kupewa kipaumbele ni ushirikiano kati ya sekta ya afya na elimu. Ushirikiano huo unaweza kuwasaidia vijana kupata elimu sahihi ya afya ya uzazi, hatua ambayo itachangia kupunguza changamoto kama mimba za utotoni, maambukizi ya VVU na unyanyapaa unaowakabili vijana wanaopitia katika hali hiyo. Lakini je, vijana wenyewe wana maoni gani? Kwa jina naitwa Loy Samuel Michael, ni mkazi wa Dar es Salaam Kijichi. Ni kweli tunasikia kuna elimu zinazotolewa mashuleni, vioni, lakini tukiangalia kwenye jamii yetu ambayo imetuzunguka, bado elimu yetu tunaona haijawafikia wale vijana au wanafunzi wa kwenye zile shule ambazo tupo kwenye jamii yangu. Kama mimi binafsi sijaona ile elimu kama imefika kwa upana huu ambapo vijana wakaweza kufahamu zaidi kuhusu hiyo elimu ya mambo ya afya ya uzazi. Lakini pia changamoto kubwa ni kwamba elimu zinatolewa, wanalenga vijijini kwa sababu kule wakiamini elimu kule haifiki. Hao wa mjini naona ni kwamba wanakuwa wanasahau sana. Na sio tu kwa sababu wale wanafunzi wa mjini, pia hata zile elimu wanadili na wanafunzi, bila kusahau kwamba kuna wazazi ambao wanaishi na wale wanafunzi. Kwamba mtoto ukimpa ile elimu, yeye mtoto kuja kumuelezea mzazi kwamba nimepewa elimu fulani, anaona ni kama mwanae anakuzwa kwa ukubwa fulani tofauti na level yake. Lakini kama ile elimu angekuwa anaitoa pamoja, mzazi akiwepo, especially akiwa ni mama, pamoja na binti yake au mwanafunzi yule, inakuwa ni rahisi, mtoto anapata elimu pia na mzazi anapata elimu, hata siweze kuwa na mawazo tofauti na ile elimu ambayo mtoto wake anakuwa anapatiwa shuleni. Kwa ile elimu inatakiwa wanafunzi pia wazidi kupewa, kwa sababu bado tunaona bado kuna sehemu kubwa hiyo elimu haijafika, hata ikiwa kwenye jamii yangu inayozunguka, lakini pia na upande wa wazazi wetu ambao wapo tunaishi nao kwenye jamii, elimu hiyo pia ukubwa huo hawajaipata. Majina naitwa Vincent Onesmo Shayo. Mimi ni mkazi wa Kinyerezi. Kwenye kushirikiana baina ya sekta ya afya na elimu, kutoa elimu kuhusu masuala ya uzazi kunasaidia kwa namna moja, lakini kwa namna nyingine uchochea kuenea kwa maambukizi mapya, na vile vile upelekea wengine kujaribu kujiingiza kwenye masuala hayo, kwa sababu tunavyotoa elimu ya uzazi wa mpango tukishirikiana baina ya sekta ya elimu, nikimaanisha walimu na ambao kwenye sekta ya afya maana yake ni manesi, madaktari na wengineo, huwa kunachangia kwa namna chanya au asi kulingana na uelewa wa mtu. Kuna mwingine ukimfahamisha kuhusu uzazi wa mpango, yeye uchukulia ni faida. Labda umemfundisha labda mbinu za kuzuia, njia za kuzuia ujauzito, badala ya kuzitumia kwa manufaa, uzitumia kwa namna ambayo sio chanya, ni asi. Kwa mfano, kuna mwingine ukimwambia labda kwa mfano njia ya kuzuia kupata mimba za utotoni, mfano ni kutumia njia za uzazi wa mpango kama vile contraceptives, ambayo inahusisha njito anaita kumeza vidonge, sindano. Kuna mwingine anaenda kutumia hivyo vitu ili aweze kufanya au kueneza uasherati, badala ya kutumia kwa ajili ya kujikinga ili kutimiza ndoto zake, yeye hutumia kwa manufaa ya kueneza uasherati. Kwa mfano, kuna watu wengine katika jamii tunayoishi wameamua wao swala la malezi hawataki. Kwa hiyo wanachukulia faida ya kutumia uzazi wa mpango kwenye kuuza miili yao kama biashara, kwa sababu wanajua vyovyote afanyavyo atajikinga na VVU, atajikinga na mimba, kwa hawezi kupata ujauzito. Kupunguza changamoto ya mimba katika umri mdogo,
ni kuelimisha wanafunzi, hasa wanafunzi niseme, kwa sababu ndo walengwa wakuu, wajiepushe na masuala ya ngono au mapenzi ya utotoni. Wafocus kwanza kwenye masomo, alafu ndio baadaye mambo ya masuala ya uzazi na mambo ya tuseme kujamiana yatafuata baadaye. Cha msingi waanze jambo muhimu, kuzingatia masomo, alafu baadaye mambo ya kidunia yatakuja baadaye. Lakini tusiwaelimishe kwamba tutumie namna 1 2 3 kwa ajili ya kuzuia mimba za utotoni. Ndio maana nikasema kwa mara ya kwanza wengine huchukulia kama faida ya kujiingiza kwenye masuala ya mapenzi huku wakiendelea na masomo. Lakini mimi ambacho ningeomba ni wafundishwe kwamba kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo, tuseme si tuwaambie ni nini ni laana au ni dhambi au ni nini, ili wasiwe wanajihusisha kabisa kwenye masuala ya mapenzi katika umri mdogo. Hiyo ndio ingeweza kuwasaidia kupunguza mimba za utotoni. Na hata kama tutawaambia labda swala la kujikinga na mimba za utotoni, mimi ningeshauri tuwafundishe zaidi kwenye kutumia calendar method kuliko kutumia hizi modern way of contraceptives kama hizo njiti, sindano na kadhalika. Kwa sababu hizo wengi wanazozitumia wanakuja na malalamiko. Malalamiko yenyewe huwa wengine wananenepa hovyo, wengine joto la mwili linabadilika, wengine ndio hivyo baadaye shiki ujauzito, anakuwa na changamoto kwenye kushika ujauzito baadaye akifika katika umri ambao anataka labda awe na familia, inakuwa changamoto kwake. Lakini mimi ningeshauri tutumie njia za kalenda au za kienyeji zile ambazo mabibi na mababu zetu walizitumia zamani, ambazo ziwaletea zilionyesha matokeo ambayo ni chanya, sio hasi, tofauti na za wazungu ambazo zinaonyesha matokeo hasi kwa asilimia kubwa kuliko matokeo chanya. Kwa majina yangu naitwa Jacqueline Bedasei, ni mkazi wa Temeke. Shauri huko hospitalini waweze kuweka huduma iliyo bora, huduma iliyo salama kwa mwananchi au kwa kijana ambaye anahitaji, labda kama mimi kijana unakuta labda nahitaji huduma ya nikapate labda kondom au nikaweke kijiti. Tunahitaji hospitalini waweke vijana wenzetu hasa kwenye kupatiwa hizo huduma. Unaenda hospitali unamkuta mama, yule mama unakaa naye jirani, labda nataka mimi uniweke kijiti au nataka niweke labda nichukue labda kondom. Yule mama anakuambia kwa ajili gani labda unachukua hizi kondom, labda kwa ajili gani unaweka kijiti? Kwanza nakuuliza umezaa? Wewe ukisema hujazaa, hizi huduma ni mbaya, labda hizi huduma zitakuasili. Sasa ndio unakuta kama mimi kijana siwezi tena kurudi pale hospitalini. Kwa hiyo ndo nakuja naenda kutumia, yani kufanya ngono ambayo ngono zembe. Kwa hiyo mimi kama kijana ninashauri kwenye sekta ya afya watuwekee hawa ambao wanaotutolea wanaotutolea sisi huduma za afya hasa hospitalini, watuwekee vijana wenzetu, ili wale vijana wenzetu, sisi vijana tunaelewana, tukaenda hospitalini, bwana nimekuja nahitaji labda uniwekee kijiti au nahitaji labda uniwekee kitanzi au nahitaji unipe kondom. Tunazile kama vijana. Kwa hiyo mtu anakuelewa. Kwa hiyo ukienda kule ukimkuta mbaba, ukimkuta mama anaanza kukuambia, "Wewe hujazaa, wewe hujafanyaje? Hizi huduma hazikufai." Kwa hiyo ndo unakuta mimi naenda kufanya ngono ambayo ngono zembe, napata mimba. Hivyo narudi nyumbani, kama ni mwanafunzi narudi nyumbani. Kwa sababu gani? Yule mama nilienda hospitali akanifukuza, akaniambia siwezi kutumia hizi bidhaa kwa sababu mimi sijazaa. Kwa hiyo ni hivyo, tunaomba sana. KM Online TV.